Huwa ni mpenzi mwana michezo, asawe mpenzi wa klabu kubwa Tanzania na si wengine. Tunawazungumzia klabu ya Simba Sport, wazee wa ubaya ubwela. Leo nipo na taarifa kubwa za usajili wa klabu ya Simba, lakini nitakwenda kuwazungumzia wachezaji wawili ambao wamezungumzwa sana katika dirisha hili la usajili na tayari wamejiunga na klabu ya Simba Sport. Ni nani hao? Lakini pia tutakwenda kuzungumzia wachezaji watatu ambao wanaondoka katika klabu ya Simba Sport na kwa nini wanakwenda kuondoka. Lakini tutaanza na swala la usajili, baadaye tutamalizia na swala la wachezaji ambao wanakwenda kuondoka. Sasa klabu ya Simba wamekamilisha dili za wachezaji wawili ambao wanakuja kuchukua nafasi ya kwanza. Anakuja kuongeza nguvu katika eneo la namba 2 pale kwa Shomari Kapombe, lakini mwingine anakuja kuchukua nafasi ya Steve Dese Mukwala ambaye huenda akaenda kujiunga na klabu ya Kaizer Chiefs. Sasa tutaanza na hapa kwa Shomari Kapombe ambaye kumekuwa na maswali mengi ya muda mrefu sasa, na hisi ndio ule wakati ambao Shomari Kapombe sasa ataanza kuliona joto la kukaa bench na kuweza kupambania namba na mpambani ambaye ana kiwango kikubwa kweli kweli. Hapa tunamzungumzia kijana kutoka katika klabu ya TP Englebe Mazembe, Ibrahim Keita, ambaye amekwisha kamilisha dili lake na kujiunga na klabu ya Simba Sport baada ya kukubaliana zile personal terms. Kilichobaki hapa ni ligi kuisha na klabu ya Simba waweze kukamilisha dili la mchezaji huyu ambaye kwa sasa yuko mapumzikoni. Wamekubali aende mapumziko na atakapotoka katika mapumziko anakuja kusaini mkataba wa miaka 3 na klabu ya Simba Sport. Hila kila kitu kimekwisha kamilika. Simba wana asilimia zaidi ya 99 kumchukua Ibrahim Keita, ndio maana nasema amekwisha jiunga na klabu ya Simba Sport. Na mchezaji mwingine ambaye anajiunga na klabu ya Simba Sport, huyu amekwisha sign pre-contract kama alivyo sign Ibrahim Keita. Hapa tunamzungumzia striker wa kutisha mno ambaye amesumbua sana akiwa na klabu ya Sfaxien, mwenye umri wa miaka 21. Amelelewa katika klabu ya Sfaxien, ndio maana ameweza kuwa katika kiwango kikubwa kwa umri mdogo. Sasa Simba Sport wameamua wacheze kamali kubwa hapa ambayo huenda ikaenda kuwasaidia sana, hasa katika kununua mchezaji huyu na pia katika kupata nafasi ya kuweza kumtumia kwa muda mrefu au kumuuza kwa timu ambazo zitafika bei kubwa. Hapa ni kwa nini klabu ya Simba wamuuze Steve Dese Mukwala kwa Kaizer Chiefs na wamchukue huyu kijana Bara Conte kutoka katika klabu ya Sfaxien. Sasa usajili huu unahupa asilimia ngapi wa klabu ya Simba kwa kumuacha Mukwala kubaki na Ateba, lakini pia kumleta bwana mdogo ambaye ana umri wa miaka 21? Hapa tunamzungumzia Bara Conte. Lakini hipi nafasi ya Valentino Mashaka ambaye yupo katika klabu ya Simba na ni kijana mdogo, alikuja na talent kubwa na aliaminika sana. Sasa ni ule wakati ambao huenda tukamuona anatolewa kwa mkopo, hao wataweza kubaki kupambania namba. Hayo tunamwachia kocha Fadlu Davis, tuone ni kitu gani ambacho anakwenda kukiamua katika msimu unaokuja. Lakini Simba ijayo inafurahisha, Simba ijayo imeimalika zaidi. Ndio maana klabu ya Simba wana imani sana kubwa ya kuendelea kuwatunza wachezaji wake ambao ni wakubwa kama Fabrice Ruamba Ngoma, ambaye kuna mbadala wake anakuja, lakini Fabrice Ruamba Ngoma ataendelea kubaki katika klabu ya Simba kuendelea kutoa ile energy ambayo amekuwa nayo katika klabu hiyo. Sasa upande mwingine klabu ya Simba wamemsajili goalkeeper kutoka katika klabu ya JKT Tanzania ambaye sasa anakuja kujiunga na klabu ya Simba kwa sababu Simba Sport Aishi Manula amekwisha ondoka katika klabu ya Simba, lakini Ali Salim Katolo huenda akatolewa kwa mkopo na kupelekwa katika klabu nyingine hapa Tanzania ili kuweza kumruhusu huyo goalkeeper kutoka katika klabu ya JKT Tanzania kuweza kujiunga. Amekuwa na kiwango bora sana, kiwango kikubwa mpaka kupelekea kuitwa katika klabu, katika timu ya taifa ya Tanzania. Na hii si sajili mbaya kwa klabu ya Simba, wameongeza ushindani mkubwa kwa namba upande wa goalkeeper pale kwa Pimpin Kamara. Kwa hiyo tunachosubiri kukiona ni ile reactions ambayo atachukua Kamara. Amekwisha letewa mpinzani wa nguvu, tunataka tuone yale makosa yakipungua na kuisaidia klabu ya Simba Sport. Hayo ndio tupo nayo kwa siku ya leo. Usisahau kusubscribe, tutakutana wakati mwingine. Asante.